Nipo hapa kusimamia uchaguzi. Ingawa kulikuwa na uvumi kwamba nimegombea, nataka niseme tu hapa kwa sababu niko mezani, mimi sikugombea. Najua kwenye mitandao kwa waliandika sana nimegombea, mimi sikugombea. Na wala sikutamani kugombea. Mimi nilijua nitakuwa spika wa kwanza hapa. Kabla spika hajakanyaga kiti hiki, mimi nitakanyaga kwanza. Nilijua hiyo nafasi nitapata, lakini sikugombea nafasi ya uspika. Maana kwenye mitandao watu wamehangaika sana. Basi baada ya hayo machache, ndugu zanguni, naomba nifanye kazi ya kikanuni iliyonileta hapa mbele. Kabla sijafanya, nimruhusu nimuite kwa sababu bado hatujawa na serikali. Kwa utaratibu wetu baada ya maelezo yangu haya, nitamuita katibu atoe maelezo ya utaratibu wa uchaguzi, halafu baadaye nitawaeleza hatua inayofuata. Karibu katibu. Nakushukuru Mheshimiwa Mwenyekiti. Kabla sijatoa maelezo ya uchaguzi, naomba waheshimiwa wabunge wateule mrejee ibara ya 84(1) ya katiba, na mimi wote mna katiba. Ibara ya 84(1) ya katiba ya Jamhuri ya Muungano wa Tanzania, lakini pia mrejee kanuni ya 9 ya kanuni za kudumu za bunge za mwaka 2025. Mheshimiwa Mwenyekiti, baada sasa kuomba waheshimiwa wafanye rejea ya ibara hiyo na kanuni husika, naomba sasa nitoe maelezo ya uchaguzi wa spika. Mheshimiwa Mwenyekiti, kwa mujibu wa ibara ya 84 ibara ndogo ya kwanza ya katiba ya Jamhuri ya Muungano wa Tanzania, spika wa bunge anachaguliwa na wabunge kutoka miongoni mwa wabunge au watu wenye sifa za kuwa wabunge. Aidha, katiba inaelekeza kwamba uchaguzi wa spika utafanyika wakati wowote katika mkutano wa kwanza wa bunge jipya na katika kikao cha kwanza chochote mara baada ya kiti cha spika kuwa wazi. Mheshimiwa Mwenyekiti, ili kukidhi masharti ya katiba niliyoainisha hapo juu, tarehe 4 Novemba 2025 nilitoa tangazo namba 14824A katika gazeti la serikali toleo maalum namba 11 kutangazia umma kuwa kiti cha spika kitakuwa wazi kuanzia tarehe 11 Novemba 2025 bunge litakapokutana kwa mara ya kwanza baada ya uchaguzi mkuu, na kwamba uchaguzi wa spika utafanyika siku hiyo. Aidha, niliviarifu vyama hivyo kuwa chama chochote cha siasa chenye usajili wa kudumu kinachokusudia kusimamisha mgombea katika uchaguzi huo kiwasilishe jina la mgombea huyo ofisini kwa katibu bunge Dodoma kabla ya saa 10 jioni ya tarehe 10 Novemba 2025 ambao ndio siku ya uteuzi. Mheshimiwa Mwenyekiti, niwatangazia pia kuwa chama kinachokusudia kusimamisha mgombea ambaye sio mbunge kiwasilishe jina la mgombea huyo kwenye Tume Huru ya Uchaguzi ili tume ithibitishe iwapo mgombea huyo ana sifa za kuwa mbunge. Mheshimiwa Mwenyekiti, naomba kulitaarifu bunge hili tukufu kuwa hadi kufika saa 10 jioni ya tarehe 10 Novemba 2025 nilikuwa nimepokea majina yafuatayo ya wagombea. 1, Mheshimiwa Musa Azani Zungu kutoka Chama cha Mapinduzi. 2, ndugu Veronica Charles Tea kutoka Chama cha National Reconstruction Alliance NRA. 3, ndugu Anitha Arufan Mgaya kutoka Chama cha National League for Democracy NLD. 4, ndugu Krizanti Nyakitita Ndege kutoka Chama cha Democratic Party DP. 5, ndugu Ndonge Saidi Ndonge kutoka chama cha Alliance for Africa Farmers Party AFP. Na 6, ndugu Amini Alfred Yango kutoka chama cha Alliance for Democratic Change ADC.
Mheshimiwa Spika, Mheshimiwa Mwenyekiti, utaratibu utakaofuata sasa ni kwamba wagombea watafika mbele ya Bunge ili kujieleza kwa lugha ya Kiswahili au Kiingereza, kuulizwa na kujibu maswali matatu kama yatakuwepo, na kisha kuomba kura. Mheshimiwa Mwenyekiti, naomba kuthibitisha kuwa wagombea wote wapo na wako tayari kufika hapa. Mheshimiwa Mwenyekiti, baada ya zoezi la kuomba kura kukamilika, kila mbunge atapewa karatasi ya kura ya majina ya wagombea na atatakiwa kupiga kura kwa kuweka alama ya vema katika mraba pembeni mwa jina la mgombea anayemtaka. Mheshimiwa Mwenyekiti, kura zitakuwa za siri ambapo kila mbunge atapiga kura yake mahali hapo keti, na baada ya hapo masanduku ya kura yataletwa mbele yakiwa wazi ili ninyi waheshimiwa wabunge kabla kupiga kura muweze kuyathibitisha. Mheshimiwa Mwenyekiti, ikiwa mbunge ambaye kabla shughuli ya uchaguzi kumalizika atakosea katika kuweka alama kwenye karatasi ya kura, ataruhusiwa kumrudishia katibu karatasi hiyo, na hapo hapo katibu ataifuta na kuiharibu na kisha kumpa mbunge huyo karatasi nyingine ya kura. Baada ya hapo masanduku hayo ya kura yatapelekwa kwenye chumba maalum na kura hizo zitahesabiwa chini ya usimamizi wa wawakilishi walioteuliwa na wagombea, mmoja kwa kila mgombea. Mheshimiwa Mwenyekiti, baada ya kutoa maelezo yangu kama msimamizi wa uchaguzi, sasa naomba kukaribisha ili waongoze zoezi la mgombea kujieleza na kuomba kura